hata baada ya
kwenda kusoma mwanzoni mwa milele. Kaniambia mkuu, huko ndipo nitakapokwenda kuota moto. Jamaa, si kuota moto, lakini kuna funzo. Nasema funzo ni mbaya sana, lakini moto napata joto. Haya yote yanaonyesha Mwenyezi Mungu daima anapita, na katika kupita tunahukumiwa kadiri ya matendo yetu, kwa sababu tumeumbwa na wema, na huo wema unabaki ndani yetu, huo unabaki kila wakati. Ndio maana jukumu letu kubadilisha wema kwa njia ya sala, sadaka na sakramenti. Na ndivyo waliofanya hawa waliotangulia, watangulizi wetu ambao mlala kwamba wamejitahidi maisha yao katika maisha ya sala, maisha ya sadaka na maisha ya sakramenti. Na ndio maana tunakuwa na kumshukuru nao kila mmoja wetu katika nafasi, awe mama, awe baba, ametushirikisha imani hiyo kwa njia ya sala, sadaka na sakramenti. Na ndio maana tunawatambua kila wakati, na ndio maana tunawaheshimu kila wakati. Siri ya Mwenyezi Mungu aliyotuacha ni kule kutuita wakati anapotaka. Fanya majaribio, anaweza akaonyesha ishara kama, lakini anatuita wakati. Ndio maana somo letu la hekima linatuonyesha wazi tunaitwa kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu na anavyotaka yeye na sababu zake. Na hivyo jukumu letu kuomba, jukumu letu kushukuru, jukumu letu kulia, jukumu letu kumtukuza yeye ambaye ametuumba. Na ndio maana tunaona Mwenyezi Mungu ametuumba katika hali mbalimbali. Wengine hawana, wengine hawana, wengine wamebariki. Hayo yote Mwenyezi Mungu anataka kuonyesha ukuu wake hatuwezi kufahamu. Ndugu zangu, ni jukumu letu kuwaombea hawa ambao wametangulia, tunaowafahamu na tusiowafahamu, kwa sababu wameumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu, na wanashiriki wake. Na ndio maana kila mmoja au mwingine wametumia sisi ama wametumia wengine ambao tunakaa pamoja. Na somo letu waraka Mtume Paulo kwa Warumi unatueleza wazi ni kitu gani kitakachotutenga na upendo wa Kristo. Kristo amefanya nini kwetu sisi? Ametufundisha, ametuondolea dhambi, ameleta matumaini kwa waliokata tamaa. Na ndio maana Mkristo hapaswi kukata tamaa. Mkristo lazima awe na matumaini, matumaini ya sasa na ya jana. Na ndio maana lazima tuwaombee wafu wetu waliotutangulia. Si ugomvi unaweza kututenga, ugomvi wa familia hapa. Si ugomvi wa mali unaweza kututenga. Yote haya tunapewa kama misaada katika maisha yetu. Na ndio maana lazima tusaidiane, lazima tuelekezane, lazima tufanye kazi wote kwa pamoja. Ni kweli kwa vitu ambavyo lazima tutafute njaa na njaa haina hii kwa ngumu, mtadai kwa sababu ni njaa. Lakini Mungu anatuambia wazi kwamba tusipende na upendo wa Kristo kwa sababu
Tusipendwe na upendo wa Kristo kwa sababu ya mabavu. Tusipendwe na upendo wa Kristo kwa sababu ya fedha. Tusipendwe na upendo wa Kristo kwa sababu ya watu. Wanaongea na kijana mmoja. Kijana mmoja anaona mfumo ndoa. Sema bana simaji kwangu. Ndio tubariki. Ni kweli tunapoishi katika hali ya suria tunapenda na upendo. Tunakosa ndio maana lazima na wakati uliokubalika ni wakati mmoja mwenyewe unapofikisha miaka 50 ya jimbo letu la Mama. Uweze kurekebisha, uweze kusawazisha. Tusitengane kwa sababu ya dini. Tusitengane kwa sababu ya hofu. Tusitengane kwa sababu ya dini. Uweze kuwa pamoja. Uweze kushiriki upendo wa Kristo. Na hicho ndicho Kristo anachotuambia kupitia Mtakatifu Paulo kwamba hakuna chochote kitakachotutenga na upendo wa Kristo. Tusiache dini kwa sababu sijapata kimyoto na Mwenyezi Mungu anayetuambia na ni lazima tuombe, lazima tusali, lazima tusali, na hasa kwa watu mwakamu kumuombe mama tumuombe kama alitoa neno kwa mwanaye na mwanaye akatengeneza divai watu walioishi. Hakika katika shida zetu hatujui hatua nini tutapata, lakini basi Mwenyezi Mungu ambaye ni mwema anayetumia mambo kama hiyo. Mahangaiko taabu zinaweza kuwepo, lakini kinachotuletea matumaini kwamba tuko pamoja naye katika mahangaiko hata katika. Mara nyingi tunadhani kwamba ametusahau. Yeye yuko tayari kutusaidia. Maana ametuumba, yuko pamoja nasi katika ukamilifu. Ndugu zangu, Injili Yohana anatuambia kwamba wote alionipa Baba sitawatupa nje. Ndio maana kwa kumkiri kwa matendo mema Mwenyezi Mungu anatuhukumu kutokana na hali hiyo. Tunaweza kuwa si wa Kristo, lakini kwa watu wenye kutenda mema mbele ya Mwenyezi Mungu anaona. Ndio maana kifo cha mtu wa namna hii kinaweza kukawa na sababu zake. Watu ambao wako hili wana tamaa, wanakufa katika tamaa. Na ndio maana ndugu zangu, kama kweli tunamtegemea yeye na kama kweli tunamuomba na anatusaidia, hakika hata tunakubadili maisha yetu tunakuwa pamoja naye. Na hawezi kuacha kwa sababu ni Mungu tayari kutusaidia sisi, kwa kutukumu, kwa kutuelimisha na kwa kutuangazia. Anatufanya kuwa watu na yeye anapenda mfano au Mungu. Ndio maana matendo yetu mema yatatuhukumu sisi binafsi. Matendo yako mema yatakuhukumu wewe binafsi. Na Mwenyezi Mungu anataka uwe wenye. Anataka uwe wenye Mungu. Anataka uweze kuonyesha mbele ya Mungu, mbele ya
hili ambayo tumeumbiwa na wewe, na huo wema lazima tumedhihirishe kwa vitendo. Tumepewa akili, ni lazima kutumia akili kwa kuonyesha utukufu wa Mungu. Ndio maana lazima kuwa na matumaini katika maisha. Haya kukosa matumaini katika maisha, ndipo tunapoingia katika mbele. Tuwaombee hawa ndugu zetu ambao wanatangulia, maaskofu wetu, mapadri wetu, masista wetu, mabrada wetu, wamisionari wetu wote, walei, watu wote waamini walei, na watu wote wenye mapenzi mema ambao daima wamemfuata Kristo kwa namna ya pekee. Tuunganika nao katika tunapata rehema. Mungu daima ni mwema. Sisi tunaomwacha, lakini kama atamwona daima. Basi ndugu zangu, hatua tuliyo nayo kwa sababu ya watu zetu waliokufa. Basi ni jukumu letu kumwambia Mungu asante. Ni jukumu letu kumwambia Mungu awe imani kwetu. Na ni jukumu letu kuambia kwamba ndugu zetu tuombee uweze. Ndio maana kabla ya kufika katika kilele tunamtolea Bwana sadaka, tukiwakumbuka wafu wetu na tukiwaombea wafu wetu na muombe sasa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyeshinda mauti kwa ufufuo wake na kukaa sasa katika utukufu wa Baba yake. Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ulifufua siku ya saba kutoka wafu, wajalie uzima wa utukufu waamini waliofariki dunia, waliokombolewa kwa damu yako azizi Bwana.
kwa ishara ya tunamshukuru kwenye utukufu wao uko wake. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunakuimbia msemo tukisema bila mwisho.
Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fungo la imani. Ee Bwana, natangaza kifo chako na kufufuka kwako. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, tunapotazamia ujio wake wa pili, tunamtolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye alitaka kulipa kwa sadaka ya kifo chake, ujalie sisi tunaomjua Mungu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa kwa Roho wako Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi kwako sadaka ya utimilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na mitume wako wenye heri, na mashairi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa mauti yao mbele zako. Tunakuomba Ee Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapenzi kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Mtakatifu Fidelis Ndolo, pamoja na maaskofu wote, wakleri wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamii iliyoita hapa mbele yako. Baba mwema, huruma yako ni kwako na wote Wapokee kwa wema katika ufalme wako mzee na rehema, na uwe utawala dunia kwa milele. Sisi nasi tunatumaini shida katika ufalme huu, ili pamoja tusikizwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaongoza ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri yao walioitwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Mwili na damu ya Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Amen.
Kuamuru malaika wako watakatifu wazipokee roho zao na kuzipeleka katika ufalme wa mbingu, kusiko na uchungu wala bali na furaha ya Mola wake kwenye heri na shangwe. Tena siku ya mwisho, siku ya hukumu, wajalie watumishi wako kusimama kati ya watakatifu na wateule wako, wapate kushiriki utukufu wa milele uliowekea wale waliokupenda, ndio utukufu ambao jicho halijaona wala sikio halijasikia wala moyo wa kibinadamu haujautambuka. Tunaombayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Makaburi yaliyoko hapa kanisani ya wazee wetu waliolala hapa kanisani, na akisindikizwa na mapadre. Baada ya kubariki makaburi haya wazee wetu waliolala humu kanisani, tutatoka wote kwa umoja wetu pamoja na kwaya ikiwa imeimba kuelekea kule nje sehemu za makaburi ambapo wale wenzetu waliotutangulia watalala kule, nako tutaenda kwa ajili ya kutoa baraka ya maji kwa makaburi hayo. Leo baada ya baraka hiyo huko, mapadre wa shamba la askofu na mapadre watarudi kutoa nguo za misa na baadaye kuendelea na ratiba nyingine kadiri ilivyopangiwa, na wengine waamini wote baada ya baraka kule nje kubariki makaburi yetu, basi tutawanyika kuelekea sehemu zetu kadiri ilivyopangiwa. Leo saa 11 jioni kutakuwa na sala ya masifu ya jioni Vespers. Karibuni sana, tumwike. Safari yetu ya Jubilei imeanza. Nasali pamoja na wote wa shamba la askofu na washamba wa askofu watakaokuwa wakifika pamoja na wageni wetu hapa kanisani saa 11 kamili za jioni. Wale wenye vitabu vya masifu tunawaalika kuja navyo, na wale ambao watapata vitabu basi vya
Baba yetu usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa siku zote na milele. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Asirege moyo we, asirege machozi, akimkumbuka Mungu we, kwa yake makombozi. Awabariki Mungu Mwenyezi na kuwalinda Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Na tuendelee kuwaombea waliotutangulia.